Mtazamaji, je, yapo manufaa ya kuwapeleka wanafunzi ambao waliofuzu kujiunga na vyuo vikuu kwenye mafunzo ya huduma kwa taifa yani NYS? Tumeweza kuzungumza na mmoja wa kizazi cha vijana waliopitia mafunzo ya NYS kabla ya kujiunga na chuo kikuu ili kuelewa mtizamo wa serikali kuhusu swala hili. Kama anavyoarifu mwanahabari Saida Swaleh, vijana wote humu nchini wanahitaji mafunzo hayo. Mienendo yao, hulka zao na hata mazoezi yao yamefananishwa na yale ya jeshi, si wengine ila ni kikosi cha kitaifa cha huduma kwa vijana NYS. Katika miaka ya 80 mafunzo ya NYS yalipewa vijana waliokuwa wamemaliza kidato cha 6 na wamefuzu kujiunga na chuo kikuu. Mmoja wa vijana hao ni David Makali. Siku hizi ni mwanahabari tajika, mhariri na msomi wa nyendo za taaluma ya habari. Hapa anakumbuka aliyopitia akiwa NYS kabla kujiunga na chuo kikuu mwisho wa miaka ya 80. Yule mtu yeyote ambaye alipitia katika ile training, ile program ya NYS, ukikutana na yeye sasa hivi umuulize mawazo yake ama fikira yake kuhusu kile kitengo, atakwambia kilimfaidi sana. Alipata ile tunasema kama discipline kwa maisha na uwezo kukabiliana na hali mbalimbali katika maisha ambayo kila mtu akiwa nayo unaweza ukafanikiwa kwa njia nyingi sana. Serikali imetangaza kuwepo kwa nia ya kurudisha mfumo wa kujiunga na NYS kwa vijana waliofuzu kwenda vyuo vikuu. We are considering the possibility of reintroducing mandatory NYS training before universities, but it's not a decision that has been made. Discipline ya mtu kibinafsi inaweza saidiwa na maelezo ama mafunzo kama yale ambayo yameazimiwa kufanya kupitia NYS, ambayo nafikiri itasaidia sana vijana wetu ambao wanakomaa na wanachukua nafasi muhimu katika society. Kutaka kuelewa ni nini haswa walichofundishwa katika NYS, nilitaka kujua ni mazoezi aina gani yaliyowafunza mambo kama vile kustahamili miinuko na miteremko ya kidunia, ukakamavu na bidii kwa jumla. Saida, ilikuwa mateso. Waamka kama saa 10:30 hivi kwa kawaida, mmelala katika bweni dormitory kama ya kisasa hivi tulikuwa tunaita barak. Mnapiga mbio mazoezi jogging asubuhi kilomita 5. Unaenda milimani kule Gilgil, mnazunguka alafu mnarudi. Alafu ndio kazi siku inaanza sasa. Mnapewa majukumu mbalimbali, mmegawanywa katika vikundi vidogo vidogo. Mnapelekwa kuchimba, labda kufanya usafi, kulima mahali, kulainisha maua. Ni mafunzo yaliyomtoa kijasho. Yamekuwa na umuhimu gani katika maisha yake? Training yenyewe ilikuwa ni ngumu kwa sababu ilihimiza physical, ile nguvu na uwezo wa kuhimili hali tofauti tofauti, lakini ilikupatia ule uwezo tu wa kujikimu kama mtu kibinafsi ukipatikana na hali mbalimbali, na ile tunasema discipline ya kukabiliana na mambo tofauti tofauti. Japo tayari ni hatua iliyoanza kupokea lalama. It cannot be a pedestrian roadside pronouncement by a minister in government. We want to ask the Jubilee regime whether we have gone back to the bad old days where decisions of government are made at funerals, at parties, at weddings, and at small meetings which do not carry the necessary weight. Kulingana na Makali, vijana wa taifa wana nguvu na kiu cha mazoezi ya aina hii wanayahitaji ili kuwatayarisha kukabili changamoto za maisha, ikiwemo mashambulizi kama yaliyokumba chuo cha Garissa. Saida Swaleh, KTN leo.